Mahakama ya mkoa wa Mbeya imewahukumu kifungo cha miaka 20 jela raia 4 wa China baada ya kukuta na hatia ya kuingiza nchini pembe 15 za faru kinyume na sheria ya wanyamapori namba 5 ya mwaka 2009 na sheria ya uhujumu uchumi wa Tanzania. Katika adhabu hiyo, mahakama pia imeamuru kutaifishwa kwa gari binafsi namba T 103 DER inayotumiwa na raia hao wa China Novemba kuingiza pembe hizo nchini Novemba 6 mwaka huu kutoka nchini Malawi kupitia mpaka wa Kasumulo uliopo wilayani Kyela mkoani Mbeya. Kutoka Mbeya, Mkombe Zanda ana taarifa zaidi. Hukumu hiyo imetolewa na hakimu mfawidhi wa mahakama ya mkoa wa Mbeya Michael Mteite baada ya kuridhishwa na ushahidi uliotolewa na mashahidi 9 wa upande wa mashtaka uliokuwa ukiongozwa na mwendesha mashtaka wa serikali Wankio Simon akisaidiana na mwanasheria mwingine wa serikali Achilles Mulisa. Raia hao wa China Sun Li, Xiao Shaodan, Shen Jianli na Hu Liang walikuwa kabiliwa na mashtaka matatu ya kupanga na kutekeleza njama za kuingiza nchini pembe hizo za faru 11 zenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 902 za Kitanzania, kujihusisha na nyara za serikali kinyume na sheria ya wanyamapori namba 5 ya mwaka 2009 na kumiliki isivyo halali pembe hizo bila ya kuwa na kibali cha mkurugenzi wa wanyamapori wa Tanzania. Makosa hayo yote ni kinyume na sheria ya wanyamapori namba 5 ya mwaka 2009 na sheria ya hujumu uchumi ya Tanzania. Akitoa hukumu hiyo, hakimu Mteite amesema adhabu kwa washtakiwa hao inaakisi juhudi za jumuiya ya kimataifa katika kukabiliana na ujangili dhidi ya wanyamafaru ambao wapo hatarini kutoweka kutokana na uwindaji haramu unaofanywa na baadhi ya watu. Mbali na kifungo hicho cha miaka 20 jela, hakimu Mteite pia amewaamuru raia hao wa China kulipa faini mara 10 ya thamani ya pembe hizo, fedha ambazo ni zaidi ya shilingi bilioni 9 za Kitanzania. Hata hivyo, ametoa fursa kwa raia hao wa China kukata rufaa kupinga adhabu hiyo. Mawakili wa mashtaka na utetezi pamoja na kamanda wa polisi mkoani hapa, kamishna msaidizi mwandamizi Ahmed Msangi, wamesema hukumu hiyo imezingatia maslahi ya taifa. Kwa hiyo hukumu ni nzuri ambayo itakuwa ni fundisho au tishio kwa wale wengine ambao wana tabia za kama hiyo fanyika, kwa sababu tusipojiangalia hawa wanyama itakuwa ni historia kwamba Tanzania kuko na historia ya wanyama aina hii. Kwa hiyo kwa adhabu hii iliyotoka, sisi tunashukuru na tunaona kwamba kweli mahakama imefanya kazi yake na imetoa kile ambacho sisi jamhuri tulikuwa tunategemea. Kwa hiyo tumefikia kwenye maamuzi hayo na ndiyo maamuzi ya mahakama, tunayaheshimu kikatiba, na ambaye anakuwa hajalizika basi ataomba rufaa. Raia hao wa China wamefikishwa kwa mara ya kwanza mahakamani hapo Novemba 25 mwaka huu, na hadi hukumu hiyo inatolewa, shauri hilo limedumu mahakamani hapo kwa siku 23. Mkombe Zanda, Star TV, Mbeya.